Mapema June wiki hii, mji mkuu wa Ukraine, Kyiv, ulishambuliwa kwa makombora ya kasi ya juu na ndege zisizo na rubani yani drones kutoka kwa jeshi la Urusi. Katika mashambulizi hayo, kombora la hali ya juu aina ya Kh-31P ambalo linatafuta vyanzo vya mawimbi ya rada linaripotiwa kutumika kujaribu kuharibu mfumo wa ulinzi wa anga wa Marekani unaoitwa Patriot uliopo Kyiv. Habari hizi zimeibua maswali mapya kuhusu ufanisi wa mifumo ya ulinzi ya Magharibi pamoja na mikakati mipya ya vita vinavyoibuka barani Ulaya Mashariki. Mfumo wa MMI-104 Patriot umetengenezwa na kampuni ya Marekani ya Raytheon. Mfumo huu ni silaha ya kujihami dhidi ya makombora ya kivita, ndege za kivita na makombora ya kusafiri yani cruise missiles. Kiini cha mfumo huu ni rada ya AN/MPQ-5365 inayoweza kufuatilia zaidi ya malengo 100 kwa wakati mmoja na kurusha makombora ya PS2 au PS3 kwa kasi ya hali ya juu. Kituo cha amri, jenereta za nguvu na vizindua makombora vinavyobeba hadi makombora 16 huunda betri moja ya Patriot. Licha ya uwezo huu mkubwa, mfumo huu una udhaifu wa kimsingi. Ili utambue adui, lazima rada yake iwashwe na kutoa mawimbi ya umeme, jambo linalofichua mahali ilipo. Na hii ndio mbinu inayotumiwa na kombora la Kh-31P kutoka Urusi. Kombora la Kh-31P ni silaha ya Urusi inayorushwa kutoka angani, mahususi kwa kusaka na kuharibu rada za adui. Linapotambua mawimbi ya rada, linaelekea moja kwa moja kwenye chanzo. Kwa kasi ya zaidi ya Mach 3, zaidi ya kilomita 3700 kwa lisaa na uwezo wa kusafiri hadi kilomita 110, Kh-31P linaweza kurushwa kutoka kwa ndege kama Su-35 au MiG-31. Mbinu hii ya vita inaitwa SEAD, Suppression of Enemy Air Defenses, yani kuangamiza ulinzi wa anga wa adui. Marekani hutumia kombora la AGM-88HAM kwa kazi kama hiyo, lakini wachambuzi wanasema Kh-31P lina uwezo wa juu zaidi katika mazingira ya vita vya kielektroniki. Katika shambulio hilo, Urusi ilitumia mbinu ya kuvuruga na kusaka. Kwanza, walirusha makombora ya Iskander missiles ambayo yana harakati za kuepuka rada na hata yanaweza kurusha madoido ya kidijitali rada decoys. Hii ililazimisha mfumo wa Patriot kuwasha rada yake ili kujaribu kuyazuia. Wakati huo huo, Kh-31P lilikuwa likinyemelea likisubiri rada iwake ndipo liongozwe kuelekea mahali husika na kulipua lengo lake. Kama mbinu hii ilifanikiwa kweli, basi inaonyesha udhaifu mkubwa wa mfumo wa Patriot dhidi ya mashambulizi yaliyopangwa vizuri na kwa mbinu nyingi multi-vector attacks. Kuna video inayosambaa mtandaoni ikionyesha mfumo wa Patriot ukirusha makombora yake kabla ya kulipuka kwa mlipuko mkubwa. Hata hivyo, hadi sasa hakuna udhibitisho huru kwamba mfumo huu uliteketezwa. Ukraine imekuwa ikitumia madoli ya kupotosha inflatable decoys ya Patriot kwa nia ya kudanganya Urusi, jambo ambalo linawezekana hata katika video hiyo. Wakati huo huo, maiti 3 na majeruhi 49 walithibitishwa, lakini haikusemwa moja kwa moja kama Patriot iliharibiwa. Hili linaacha nafasi kwa mashaka na uchambuzi zaidi wa kiintelijensia. Tukio hili lina athari zaidi ya kivita. Linathibitisha kuwa mfumo mmoja wa ulinzi hauwezi kulinda nchi nzima, hasa ikikabiliwa na mashambulizi ya mchanganyiko. Ukraine haina mifumo ya kutosha kuweka tabaka za ulinzi kama Israel ambayo hutumia Iron Dome, David Sling na Arrow kwa pamoja. Ufanisi wa Kh-31P unaweza kuwafanya washirika wa Ukraine kama Ujerumani, Marekani na Uholanzi kutathmini upya usambazaji wa Patriot. Mashambulizi haya yanaweza kuchochea mjadala nchini Marekani kuhusu gharama na ufanisi wa msaada wa kijeshi kwa Ukraine, hasa wakati wa kampeni za kuipiga Urusi zikipamba moto. Vita hivi vinazidi kuingia kwenye zama mpya za electronic warfare ambapo kudhibiti mawimbi ya kielektroniki kunakuwa muhimu kama kushinda ardhi. Urusi tayari inaripotiwa kutumia drones zinazoongozwa na AI kufanikisha mashambulizi. Mashambulizi haya yamekuwa funzo kali kwa wanajeshi wa Ukraine na kwa washirika wake. Mifumo ya hali ya juu kama Patriot inaweza kushindwa ikiwa haitolindwa na mifumo mingine ya kusaidia. Ufanisi wa kombora la Kh-31P unatufundisha kuwa kila silaha ina nguvu na udhaifu wake, na kila teknolojia mpya huleta changamoto mpya. Ukraine itahitaji sio tu msaada wa silaha, bali msaada wa mbinu, teknolojia ya kupambana na rada, pamoja na mifumo ya ulinzi yenye tabaka nyingi. Bila hivyo, kila Patriot inaweza kuwa nyota inayong'aa gizani, nzuri lakini rahisi kulengwa.